naomba nichukue nafasi hii kwanza kukupongeza sana waziri pamoja na wizara yako kwa kazi kubwa mnayoifanya kwenye sekta ya maji. Jamani, mnyongeni haki yake pene. Ukitaka kujua tuna hali gani, angalia tulikotoka. Tulivyokuwa jana na leo kuna tofauti kubwa. Pamoja na changamoto tulizonazo, tukiri kwamba matatizo mengi ya maji yanatafutiwa majibu kwa haraka. Na nitoe wito kwako waziri, katibu mkuu na watendaji wote, muendelee kusimamia hii sekta bila kuchoka, kwa sababu ni kiungo muhimu sana kwenye uchumi wa nchi yetu na maisha ya Watanzania. Lakini pili, nipongeze sana EWURA kwa kazi nzuri mnayoifanya udhibiti wa sekta hii muhimu. Jamani, EWURA ni regulator, anaturegulate wote. Anaregulate maji, anaregulate umeme, anaregulate mafuta pamoja na gesi asilia. Sisi kule kwetu kwenye nishati, pamoja na kwamba yuko wizarani kwetu, tuna mikutano ya kila robo, huwa tunamfanya na kuwa wa mwisho, kwa sababu yeye ni kioo chetu wote kuangalia hali yetu ikoje. Pongeza sana EWURA kwa kazi nzuri, na mimi nafurahishwa sana. Wakati nakwenda kwenye wizara niliwaambia ni vizuri sana taarifa zenu hizi zijulikane kwa watu. Msiwe watu wa maofisini, mwe kwa watu. Leo nimefurahi ushuhuda umetolewa na waziri namna mnavyofanya kazi. Mwenyekiti wa bodi Profesa, tunakushukuru sana kwa ulezi wako, kwa usimamizi wako kwa taasisi hii. Na hii ndio faida ya kuwa na mwenyekiti wa bodi aliyewahi kuwa katibu mkuu, akawa waziri, akawa kila mahali. Anakuwa na kumbukumbu ya mambo mengi ya tulikotokea. Kwa hiyo nawapongeza sana, niwaombe muendelee kuongeza bidii katika kusimamia hizi sekta, kwa sababu jamani, hata tungesema nini, Watanzania hawahitaji maneno mengi, wao wanachohitaji ni maji basi. Hayatoki watalalamika. Na wakilalamika usichukie, ni haki yao kulalamika. Wanawaambia wenzangu kule TANESCO, umeme ukikatika watu hawataki maelezo, wanataka umeme urudi. Unaweza ukawa na maelezo mazuri, ni ya kwako, wao wanachotaka ni umeme. Ni kadhalika na maji vile vile. Akikatika, hata kama una maelezo vipi mazuri ya namna gani, una uwezo wa kuandika volumes and volumes of reasons, kwao sio muhimu. Kwao ni maji yatoke yapate basi. Ndio mkataba wake yeye na serikali, ni muhimu tuwapatie maji, tena tuwapatie kwa uhakika. Na kwa sababu maji ni uhai, kama alivyosema mwenyekiti wa bodi, pia ni muhimu katika shughuli zetu kujua kuwa maji yanasababisha uchumi mwingine uweze kukua. Mwenyekiti wa bodi ametueleza kwa taarifa aliyoisoma kuwa ukiwekeza $1 kwenye maji una streamline mapato mengine ya $7. Maana yake ni kwamba kama kuna uwekezaji rais ambao unaweza ukakupa kipato kikubwa zaidi, basi kama upo maji ni sehemu ya hiyo sekta. Kwa hiyo uhakika wa maji safi ni msingi bora wa afya na ustawi wa jamii yoyote duniani. Tutakubaliana mimi kuwa Mwenyezi Mungu amefanya maji kuwa rasilimali na zawadi ya bure kwa binadamu kutoka kwake yeye mwenyewe. Na mtakubaliana mimi kuwa rasilimali ya maji kama zawadi ambayo tumepewa na Mungu ni haki ya kila mtu, kila kiumbe. Swali la kujiuliza tu, ni jukumu la nani basi la kuyalinda na kuyatunza maji ama vyanzo vya maji ili haki hiyo iweze kupatikana? Jibu ni moja tu, kwamba ni jukumu letu sote. Naomba nitoe rai kwetu sote tulioko hapa, tushirikiane kwa pamoja kutunza na kulinda vyanzo vya maji, ili vyanzo hivyo vya maji viweze kutupatia maji kwa muda mrefu na kwa uhakika. Lakini la tatizo kubwa lililozungumzwa hapa ni upotevu wa maji. Waziri kalieleza vizuri kuwa upotevu wa maji uko sasa 36%. Ni kweli kwamba tumepungua kutoka mwaka uliopita. Maana mwaka uliopita tulikuwa juu kidogo, mwaka huu kidogo walau upotevu umepungua 36%. Sasa 36% ni shilingi ngapi maana yake? Maana yake tunapoteza maji ambayo yana thamani ya bilioni 114. Ukiziangalia hizo fedha ni mradi mpya wa maji tena mkubwa ambao ungeweza kuutumia kutengeneza vyanzo vingine.
Sasa kwenye upotevu, attributing factor ya maji kupotea si tu miundombinu. Tumeambiwa moja wapo kubwa, na kwenye taarifa limeonyeshwa, ni wizi. Yaani mwizi anaturudisha nyuma. Mtaona kuwa tuna kazi ya kufanya. Na ziko mamlaka ambazo zinaongoza kwa upotevu wa maji. Nilikuwa nasoma kwenye ripoti, nitazitaja 5 tu, na si kwa ubaya, kwa nia ya kupeana changamoto tukafanye kazi zaidi. Lakini kabla sijasoma hizo, labda nizitaje ambazo zimejitahidi sana kwenye kudhibiti upotevu wa maji. Sasa kuna mtu anaweza akasema, unajua kule watumiaji wachache. Hapana, mtaona hata kule wanakopotea utakuta watumiaji ni wachache vile vile. Kwa mfano Maganzo, wao wamejitahidi sana, upotevu ni 4%, Nzega 6%. Wapigeni makofi, msionee wivu. Kashwasa 11%, Biharamulo 12%, Mwanuzi 13%. Hawa ndio 5 bora waliodhibiti upotevu wa maji. Tuwapigie makofi wote kwa pamoja. Halafu wako 5 ambao wanaongoza kwa upotevu. Hawa hawapigiwi makofi. Tunanyamaza tu, tunasikiliza. Rombo, nitaje 70%. Handeni 69%. Mugango Kiabakari 64%. Ifakara pamoja na kulima mpunga kwa wingi 56%. Na Kilindoni 55%. Sasa kwa hali tulionayo ya upotevu wa 70%, maana yake ni kwamba maji yanayowafikia wananchi ni kidogo sana kwenye hayo maeneo. Mheshimiwa Waziri, hilo ni eneo la kuangalia na tuliangalia. Inawezekana kuna sababu za msingi zinazosababisha hali hii, lakini kwa kweli tumesoma ili tufanyeje sasa. Kama hatuwezi kuondoa tatizo hili, lazima tutafute namna ya kuondoa hili tatizo. Na niwaambieni, document hii ni public document. Wananchi wataisoma, wataona hali halisi ilivyo, na sikumchukie EWURA. Nimeuliza swali wakati wananifanyia briefing, wakati mnaandaa hii report, mlikuwa na pre-meeting na exit meeting? Maana yake mlikubaliana haya matokeo? Akasema tulikubaliana mwanzo hadi mwisho. Maana yake hiki ni kioo, tujione sura zetu. Ukiona kwenye kioo sura yako si nzuri, huvunji kioo, sio? Unajitengeneza ili uonekane vizuri zaidi. Maana yake ni kwamba mwaka unaokuja tukarekebishe kasoro zilizopo ili tuweze kuonekana vizuri zaidi kwenye taarifa hii. Na kwa kweli EWURA nawapongeza sana kwa kuja na hizi findings ambazo tunaziona. Sasa tumeambiwa vile vile kwenye taarifa hii, watu wanaokaa karibu na mitandao ya maji wameongezeka sana. Maana yake ni kwamba kuna watu wengi wako karibu na maji, lakini maji hayajafika kwenye nyumba zao. Wito wangu, na hili ndilo ambalo Mheshimiwa Rais amekuwa akilieleza, tungependa kuona kila mtu aliye karibu na maji basi anayapata. Maana access ni jambo jingine, connectivity ni jambo la pili. Ni muhimu sana watu hawa waweze kuwa wameunganishwa. Kwa mwaka huu upotevu huu nimewaeleza umeleta hasara ya bilioni 114.12. Ni fedha nyingi sana ukilinganisha na uwezo wa kibajeti tulionao. Lakini la pili, kujihusisha pia katika swala la usafi wa mazingira kwa ajili ya afya na ustawi wa jamii. Swala hili mnimtambuka liendelee kuwa sehemu ya kipaumbele cha sekta ya maji. Nimejulishwa vile vile wizara imeandaa mpango mzuri sana au mwongozo wa usimamizi wa huduma ya maji safi na tope kinyesi. Naomba mwongozo huu ulenge kutoa mwelekeo wa kitaalamu na hatua za utekelezaji zinazolenga kuboresha hali ya usafi wa mazingira na upatikanaji wa maji. Na kwa msingi huo basi naziomba mamlaka zote husika kuhakikisha kuwa zinausoma kwa kina mwongozo huo
na unatekelezwa kwa vitendo, usisalie kwenye makaratasi. Jambo la tatu, naomba vile vile tuongeze juhudi katika uwekezaji katika uzalishaji wa maji. Hii itasaidia kuziba pengo lililopo la uzalishaji maji, sababu wastani na uwiano wa uzalishaji maji dhidi ya mahitaji halisi kwenye taarifa hii ni 45%. Yaani ukiangalia ratio kati ya uzalishaji pamoja na mahitaji ni 45%, wakati uwiano wa uzalishaji wa maji dhidi ya uwezo wa miundombinu tulionayo ni 54%. Pamoja na haya yote, mamlaka za maji zinapaswa kutekeleza kikamilifu mapendekezo yote yaliyo kwenye hiyo taarifa, ili mwakani atakapokutana kwa kibali cha Mwenyezi Mungu, basi tuzungumze mambo mengine, tusizungumze haya.